Jambo moja mahususi. Kama mnavyofahamu, tuko katika maandalizi kuelekea uchaguzi wa serikali za mitaa ambao unategemewa kufanyika tarehe 27 mwezi wa 11 mwaka huu. Na uchaguzi huu una hatua 4 muhimu. Hatua ya kwanza ni kujiandikisha kwa wapiga kura, ambayo ndio hatua tupo sasa. Hatua ya pili ni uteuzi wa wagombea, ambayo tunaitegemea kufanyika kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7 Novemba. Hatua ya tatu ni kampeni ambazo zitafanyika kwa siku 7. Na hatua ya 4 ni uchaguzi na watu washindi kutangazwa. Kwa leo tutazungumza kuhusu hatua ya kwanza ambayo tupo sasa ya kujiandikisha. Kwa muda sasa tumefuatilia, ikiwa leo ni siku ya 5 ya wapiga kura kuandikishwa kwenye daftari la mpiga kura la wakazi, zimebaki siku 5. Kwa hiyo tuko katikati ya siku za uandikishaji. Sisi kama chama tumefanya ufuatiliaji wa nchi nzima wa mambo ambayo yanaendelea kwenye hatua hii ya uandikishaji wa wapiga kura. Na kwa kweli hatujaridhishwa na maandalizi ya hatua hii, kwa sababu kuna mambo mengi sana yanaendelea ambayo ni kinyume na kanuni, kinyume cha sheria na hata kinyume cha katiba ya nchi yetu. Kwa hiyo nimewaita hapa ili niwaeleze baadhi ya mambo. Yako mengi, tumechagua machache ambayo ni kama mambo 20, na nitawapa mifano na ushahidi wa maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Kwanza tunalaani matukio haya ambayo yapo nje kabisa ya sheria. Tulikuwa na kikao na TAMISEMI Dodoma juzi tarehe 11, waliwakilishwa na naibu waziri, lakini mwishoni nitawaeleza mambo tuliyokubaliana nao ambayo tunasubiri wayatekeleze. Mambo ambayo haturidhishwi nayo mpaka sasa na ambayo ni kinyume kabisa na kanuni na sheria za nchi yetu. Jambo la kwanza, vituo vya uandikishaji kuwekwa nyumbani kwa viongozi wa CCM au kwenye majengo ya CCM. Kule Mbokom, kijiji cha Korini Kusini, kitongoji cha Rau KDC, jimbo la Moshi vijijini, kituo cha uandikishaji kiliwekwa nyumbani kwa mwenyekiti wa CCM. Tuna ushahidi. Pili, jimbo la Rungwe, kata ya Iponjola, kituo cha uandikishaji kimewekwa kwenye jengo la CCM. Na jana viongozi wetu tuliwaagiza waende, na tumemtaka msimamizi hicho kituo kiondolewe kwenye jengo hilo la CCM. Jambo la pili, waandikishaji kuruka namba kwenye madaftari ya uandikishaji. Yaani wanaruka mistari, hawaandiki namba, na tunaamini lengo lao ni kuja kuingiza majina feki baada ya zoezi la uandikishaji kukamilika. Na haya mambo yamefanyika maeneo mengi sana ya nchi yetu. Tatu, kuandikishwa kwa wanafunzi ambao hawajafikisha umri wa miaka 18 na kuendelea. Jambo hili tumeliona kule Chato Geita, wanafunzi wa shule ya Mbweni ya Jikombe waliandikishwa kwenye daftari. Pili, tumeona kule Mlimba Morogoro, wilaya ya Kilombero, wanafunzi wa shule ya sekondari Mbugu, Londo
na Kilamsa wameandikishwa kwenye daftari. Hapa Dar es Salaam tumeona kata ya Ukonga, kule Ukonga, kata ya Kitunda, mtaa wa Kiombo, kituo cha Kiombo shule ya msingi, wanafunzi wamepelekwa na walimu wao kwa ajili ya kuandikishwa, hawajui hata umri wao. Kule Mwanza Nyamagana, kata ya Nyegezi, mtaa wa Chenga, kituo cha shule ya sekondari Nyabulogoya, wanafunzi waliletwa na waliandikishwa zaidi ya wanafunzi 102 kituo hicho. Kata ya Kanoni, kituo cha Rwambaizi kule Karagwe. Aidha Dar es Salaam, Bonyokwa shule ya msingi na sekondari ya Bonyokwa, kata ya Bonyokwa iko wilaya ya Ilala, kuna wanafunzi. Kitu ambacho tumegundua ni kwamba wanafunzi hawa wote wakiulizwa umri wamefundishwa, wanataja wamezaliwa mwaka 2005 na wengine 2006. Hakuna anayetaja umri tofauti na hapo, kwa sababu kwenye vituo tuna mawakala. Kwa hiyo wanafunzi hawa wanapoulizwa na mawakala wetu, taja umri wako, umezaliwa mwaka gani, kila mmoja anasema amezaliwa mwaka 2005, mwaka 2006. Hamna anayeenda mbele wala kurudi nyuma ya hapo. Maana yake ni nini? Wamefundishwa, na ndio maana wanapelekwa vituoni na walimu wao. Tunawatahadharisha wazazi, watoto hawatapiga kura siku ya tarehe 27, na wasikubali huu mchezo. Kama chama tutajiandaa kuwazuia watoto kupiga kura, ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo wazazi wachukue tahadhari kuwalinda watoto wao wasitumike kisiasa. Eneo la 4 ni baadhi ya waandikishaji kuwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Tumeona kule kijiji cha Nyamizeze, kata ya Nyamizeze, wilaya ya Sengerema, mwalimu wa shule ya msingi Kangwash anaitwa Ana, ni katibu wa jumuiya ya wazazi kwenye tawi lao. Huyu tulimfurusha. Tumeona pia kule Dodoma mwandikishaji anaingia na nguo kabisa za Chama cha Mapinduzi kituoni. Eneo la 5 ambalo limekaa nchi nzima, siku ya kwanza walikuwa wanatoa angalau idadi ya watu wanaoandikishwa kwenye kituo. Chama cha Mapinduzi kilipoona hiyo hatari, kwa sababu maeneo mengi hawana mawakala, na wamekiri kwenye andiko lao tunalo walilopeleka huko chini kuhusu uchaguzi wa serikali za mitaa, na wamekiri kwamba mara nyingi wanashindwa kuweka mawakala kwenye vituo, na hivyo hawajui idadi kamili ya watu ambao wameandikishwa. Kwenye andiko lao wametahadharisha watu wao, na wameshindwa kweli kuweka mawakala. Wasimamizi wa uchaguzi, kinyume kabisa na kanuni, kwa sababu haina maana kupeleka mawakala kama hawajui idadi ya watu walioandikishwa kwa siku hiyo. Na lengo hapa ni nini? Wanakwenda kuandikisha wapiga kura wengine ambao hawaji vituoni. Na tumeshuhudia ni nchi nzima jambo hili. Wasimamizi wanakataza kujua idadi ya waliojiandikisha, na pale ambapo mwanzoni siku ya kwanza walikuwa wanaandika kwa namba, kila mtu anajua yeye ameandikishwa namba ngapi. Sasa hivi wameacha, hawasemi wewe ni namba 50, namba 300, namba 700. Wako kimya kwa lengo la kuwafanya mawakala wetu wasifahamu idadi ya watu walioandikishwa kwenye vituo. Haina maana kupeleka wakala akawe kama picha kituoni. Jambo la 6 ni wenye viti wa vijiji, mitaa na vitongoji ambao wako madarakani
kuwa sehemu ya mawakala. Tumeona jambo hili limetokea kule wilaya ya Rombo, kata ya Samanga, kijiji cha Kirongu chini, kitongoji cha Umarini. Kwenye kituo cha uandikishaji, ofisi ya mtendaji wa kijiji Umarini, msimamizi au muandikishaji anakataa kuandikisha watu wa Chadema baada ya mwenyekiti wa kitongoji ambaye ni wakala yuko pale anamwambia kwamba huyu asiandikishwe. Ni mambo ambayo yamekatazwa na kanuni. Eneo la 7 ni viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kupeleka majina ya watu kwa waandikishaji. Tumeona jambo hili limetokea kule Tarime, na yuko kijana mmoja amekamatwa, amepeleka orodha ya watu, anasema ameambiwa apeleke na viongozi wa chama chake, jambo ambalo ni kinyume kabisa na kanuni. Na waandikishaji wanaandika majina hayo, na tunaamini wakiondoka na madaftari usiku wanakwenda kuongeza hayo majina wakiwa majumbani kwao na watu hawajaandikishwa. 8, kuna tukio ambalo tumelibaini, vituo vya uandikishaji kuwekwa kwenye kambi za vyombo vya ulinzi na usalama, na hili limetokea kule Mlimba, Morogoro, kambi ya JKT ya Chita. Pamewekwa vituo viwili ndani ya kambi hiyo, na wanaandikishwa vijana walioko kwenye kambi hiyo ya JKT, kinyume kabisa na kanuni ambazo zimepiga marufuku maeneo ya vyombo vya ulinzi na usalama kuwa sehemu za kambi za uandikishaji, za vituo vya uandikishaji wapiga kura. Tumeripoti tukio hili ambalo limetokea kambi ya Chita JKT kule Mlimba, Morogoro. Eneo la 9, zoezi la uandikishaji kuanza kabla ya muda uliowekwa na kanuni. Mfano, jimbo la Kawe hapa Dar es Salaam, kata ya Mbezi Juu, mtaa wa Mbezi Kati, kituo cha ofisi ya serikali za mtaa. Asubuhi mawakala wanatakiwa kufika mapema, na uandikishaji kwa mujibu wa kanuni unaanza saa 2 asubuhi. Mawakala walipofika jana walikuta tayari muandikishaji ameshaandika watu kabla ya saa 2. Sasa hatujui aliandikisha hawa watu usiku au ni hiyo asubuhi. Na hili jambo limefanyika hapa Dar es Salaam. 10, ni baadhi ya wakuu wa wilaya kuingilia zoezi la uandikishaji. Imefanyika kule Bunda mjini, ambapo Chadema walipeleka gari la matangazo, ukiwa ni wajibu wao, wajibu wetu kama sehemu ya wadau wa uchaguzi kuhamasisha wananchi kujiandikisha. Tulipopeleka gari la matangazo kutangazia wananchi wakajiandikishe, viongozi wa CCM wakaenda kulalamika kwa mkuu wa wilaya eti Chadema imeanza kampeni kabla ya muda. Mkuu wa wilaya akaitisha kikao jana ofisini kwake. Baada ya kuona kwamba moto ni mkali, mkuu wa wilaya hakuingia kwenye hicho kikao. Akasema tu, akatuma mwakilishi kwamba CCM ndio wamelalamika kwa nini Chadema inatangaza, wananchi wakajiandikishe. Wajibu wetu, kazi ambayo ilipaswa ifanywe na TAMISEMI hawafanyi makusudi kabisa. Hawataki kutangazia wananchi, nchi iko kimya kana kwamba hakuna uchaguzi. Kwa hiyo mkuu wa wilaya huyo aliingilia zoezi la uandikishaji kinyume kabisa na kanuni ambazo zimetolewa na TAMISEMI. Mkuu wa wilaya sio sehemu ya watu ambao wanatambuliwa na kanuni za TAMISEMI. Jambo la 11 ni waandikishaji kuacha vituo na kwenda kuandikisha mitaani. Yaani wamefunga vituo, wanawafuata makada wa CCM nyumbani kwao kwenda kuwaandikisha. Na nitawaeleza kwa mifano na ushahidi.
wilaya ya Serengeti kule mkoa wa Mara, kata ya Rungabure, kituo cha Senta Kati, jana hakikuwa na waandikishaji. Mawakala wetu walibaki kituoni, waandikishaji waliwafuata makada wa CCM nyumbani kwenda kuwaandikisha, na tuna ushahidi wa video. Eneo la pili kwenye wilaya hiyo ni kata ya Kisangura, kituo cha serikali ya mtaa Kisangura, jana hakikuwa na waandikishaji. Mawakala walibaki kituoni bila waandikishaji. Kata ya Nyamoko, kituo cha serikali ya mtaa Nyamoko huko Serengeti, hali ilikuwa hiyo hiyo. Na kata ya Mbalibali, kitongoji cha Tabora, kituo cha chekechea wilaya ya Serengeti, jana hakikuwa na waandikishaji wa uchaguzi kwa sababu waliondoka vituoni na kuelekea kwenye nyumba za viongozi wa serikali ya mtaa, viongozi na makada wa CCM kuwaandikisha, kinyume kabisa cha kanuni. Jambo la 12 ni mawakala wa Chadema walio hapa kutopewa barua za utambulisho pamoja na kuwasilisha barua zao, kwa sababu wakati wa kwenda kuwapa lazima upeleke barua ya kutambulishwa. Limetokea kule wilaya ya Tunduma, kata ya Chapwa yenye mitaa 5, mawakala wetu mpaka jana wamezuiliwa kuingia vituoni. Wasimamizi wa uchaguzi wanawaambia wakachukue barua kwa watendaji wa kata. Watendaji wa kata hawapatikani, wamezima simu, hawapo mpaka leo tunapozungumza. Jambo la hatari sana, na mkurugenzi wa halmashauri ile hatoi ushirikiano kabisa. Leo ni siku ya 5. TAMISEMI wasipochukua hatua kule Tunduma, tutaelekeza wanachama wetu wafanye nini ifikapo kesho siku ya 6, kwa sababu watendaji wanafanya makusudi, wamezima simu, hawatoi ushirikiano. Tumetoa taarifa ya jambo hili TAMISEMI makao makuu kwa wanaosimamia na kuratibu huu uchaguzi. Tangu juzi wanasema wanalishughulikia, lakini mpaka leo bado mawakala wetu hawaruhusiwi kuingia kwenye vituo. Jambo la 13 ni kuandikishwa kwa majina hewa ambayo yametokea kule Dodoma mjini, kata ya Maktopola, mtaa wa Mji Mpya, kituo cha ofisi ya serikali za mtaa. Muandikishaji amekutwa akijaza majina kwenye daftari, hatujui kayatoa wapi, jana. Jambo la 14 ni waandikishaji kuongeza majina kwenye daftari, wanaruka namba, na hii imetokea hapa Dar es Salaam, kata ya Kitunda, mtaa wa Kiombo, kituo cha Mwembeni. Muandikishaji alikutwa anaongeza majina ya watu ambao hawakufika kwenye kituo, na mawakala wetu walipomhoji jana, muandikishaji wa kituo cha mtaa wa Kitunda, kituo cha Mwembeni, akaanza kuyafuta majina hayo. Maana yake ni nini? Kama mawakala wetu wasingeona, hayo majina yangeendelea kubaki kwenye daftari. Jambo la 16 ni mawakala kuzuiwa kuondoka na idadi ya uandikishaji. Nimeshalisema, haina maana kuwa na wakala ambaye hajui watu wangapi wameandikishwa kituoni. Wasimamizi wamepewa maelekezo, wanawazuia. Jambo la 17 kuna tukio limetokea kata ya Msongola hapa Dar es Salaam, mtaa wa Yange Yange, kituo kinaitwa kwa Musa. Wanachadema walikuwa wamekaa karibu na kituo na kuona kuna watu wanaandikishwa nje ya kituo. Baada ya viongozi wetu kubaini tukio hilo, walihoji, ukatokea mzozo, na kiongozi wetu
mwanachama wetu anayeitwa Israel Ngatunga alipigwa na kuumizwa vibaya, na jambo hili lilifanyika pia kata ya Tabata kule Segerea, Dar es Salaam, ambapo katibu wa kata wa Chadema alivamiwa baada ya kuzuia watu kuandikisha watu nje ya kituo. Na tumekuja kubaini baada ya kuipata nyaraka ya Chama cha Mapinduzi, ni kati ya maelekezo waliopeleka kwa viongozi wao kwamba wana wajibu wa kuandikisha watu nje ya vituo, na wameandika hivi. Hata hivyo, Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikijisahau kuwekeza katika mawakala wa kipindi cha uandikishaji wa daftari la mpiga kura, jambo ambalo linapelekea kutojua namba halisi ya wanachama wetu waliojitokeza kujiandikisha kabla ya kupiga kura. Kwa hiyo wanafahamu udhaifu wao, ndio maana sasa wameanza kufanya vurugu kama ambazo zimetokea Tabata. Kiongozi wetu wa kata alichanwa na viwembe shingoni. Angalau kwenye tukio hili jeshi la polisi waliwakamata wahusika, ila hatujajua hatua ambazo wameendelea nazo mpaka sasa, kwa sababu hatujaona wakiwapeleka mahakamani. Tunaendelea kufuatilia. Jambo la 18 ni kukamatwa kwa wanachama na viongozi wa Chadema na jeshi la polisi. Jana kule Mwanza, wilaya Ilemela, kata ya Nyamanoro, wanachama wetu na viongozi, katibu wa kata alikamatwa baada ya kuzuia mwandikishaji kuandika majina ya watu ambao hawajafika kituoni. Alipokuwa anahoji ni kwa nini unaandikisha watu ambao hawajafika kituoni, mwandikishaji akaita jeshi la polisi na wakamkamata katibu wetu wa kata ya Nyamanoro, wakamnyima dhamana jana. Na leo tunapozungumza, wakati nakuja kufanya kikao nanyi, tumejulishwa kwamba amepelekwa mahakamani na kosa analoshtakiwa nalo wamempa kosa linaitwa kudhuru mwili. Wakati yeye alikuwa anamhoji mwandikishaji wa kituo, ni kwa nini unaandikisha watu ambao hawajafika kituoni, wakati kwenye daftari unatakiwa uandikishe na uweke saini kwamba umefika kwenye kituo. Kwa hiyo mambo haya ni mambo ambayo mpaka sasa tumebaini hizo kasoro, na nimesema naeleza mambo machache, yako mengi ambayo yanaendelea kwenye uchaguzi huu. Kama nilivyowaambia juzi, tarehe 11 mwezi huu tulikuwa na kikao na wizara na ofisi ya Rais TAMISEMI kule Dodoma. Kuna mambo tulikubaliana, ikiwemo mawakala kuendelea kuapishwa, kwa sababu kwenye ratiba hakuna ukomo wa mawakala kuwapa. Udhamini wa chama cha siasa wakasema watatoa mwongozo, tunasubiri huo mwongozo. Tunategemea hatua ya pili ya uteuzi wa wagombea, ambayo kwenye ratiba wameandika ni siku moja, ambayo ni tarehe 1 Novemba. TAMISEMI walisema watarekebisha jambo hilo, tunasubiri utekelezaji wake. Na suala la mapingamizi, tulikubaliana mapingamizi yote yawe kwa mujibu wa kanuni na sio vinginevyo. Aidha,